Jina la kiungo wa ushambuliaji wa kimataifa kutoka Burundi, Jean-Claude Girumugisha, ambaye hivi sasa yungali akitumikia klabu ya Al Hilal Omdurman ya pale Sudan, bado linatajwa likiendelea kuhusishwa na wananchi Yanga. Ikumbukwe kabla ya msimu huu kuanza, Girumugisha alikuwa miongoni mwa wanaotajwa, lakini mwisho wa siku yungali bado katika klabu yake Al Hilal Omdurman na ameendelea kufanya vizuri sana. Lakini sasa jina lake nao linatajwa, wengine wakihusisha nukuu kutoka kwa miongoni mwa wanaomsimamia kwamba kuna room ya kumwezesha kijana huyu kujiunga na wananchi Yanga, lakini pia na timu nyingine mbalimbali ambazo zinaendelea kumfukuzia, lakini kwa sharti tu kwamba wamalizane na timu yake ya sasa Al Hilal Omdurman ambayo ndio inayomiliki, na tena mkataba wake unatajwa kuwa ni ghali. Lakini kimsingi Girumugisha ni mchezaji ambaye kama kweli tetesi hizi za sasa zinakwenda kwa kweli kufikia mwishoni mwa msimu, basi Jean-Claude Girumugisha anaweza akawa miongoni mwa wachezaji ambao akiendeleza kile anachokifanya sasa katika klabu yake Al Hilal Omdurman, katika timu yake ya taifa ya Burundi, basi kitainufaisha Yanga, na hasa kwenye michuano ya kimataifa ambayo bila shaka jicho la mashabiki wake, wapenzi, wanachama, viongozi, benchi la ufundi ni kuona Yanga ikifanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Ndio, kwa sababu kwenye michuano ya ndani Yanga kwa miaka hivi karibuni kwa usajili mbalimbali wanaofanya wamekuwa wakifanya vizuri. Ligi kuu Tanzania bara wametoa ubingwa mara 4 mfululizo, na hivi sasa wako kileleni mwa msimamo wakiwa wanasubiri matokeo ya mechi zao 5 za mwisho ili kujua kama watatoa tena ubingwa huo kwa mara ya 5 mfululizo ama la. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB Yanga wamelitoa mara 4 mfululizo, lakini kwenye michuano ya kimataifa hapa tunazungumzia CAF Champions League, Yanga bado hawajafikia pale ambapo bila shaka mashabiki wao wamekuwa wakitamani sana walau iende mbali zaidi, ifike katika hatua ambayo hivi karibuni haijafikia, hatua nusu finali na ikibidi kutoa ubingwa. Sasa ili kutimiza ndoto hizo, haishangazi kuona wachezaji kama Jean-Claude Girumugisha, mchezaji kimataifa kutoka Burundi, anahusishwa na Yanga. Huyu ni kijana ambaye umri wake ni miaka 21 kwa sababu alizaliwa tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2004. Yeye guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Nafasi anazocheza uwanjani mara nyingi ni winga, upande wa kulia, upande wa kushoto, lakini pia anaweza kucheza kama mshambuliaji msaidizi nyuma mshambuliaji kinara, katika mfumo ambao mara nyingi hata katika klabu yake ya sasa Al Hilal Omdurman hutumia wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Pale juu kwenye viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara ndipo ambapo hupatikana Jean-Claude Girumugisha, ama akitokea kulia ama akitokea kushoto, na mara nyingi upangwa hivyo au akawa katikati kucheza nyuma ya mshambuliaji kinara. Na wanafahamika pacha yao au tuseme muundo wao wakati wakifanya vizuri katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu uliomalizika hivi karibuni na Mamelodi Sundowns kutoa ubingwa, na hata wakaenda mpaka hatua ya robo finali na kutolewa. Yeye alikuwa akicheza upande mmoja, yeye upande mwingine Adama Coulibaly, alafu mshambuliaji kinara Mohamed Abdurrahman, nyuma yake kuna Omar Abderazik. Nyuma yao kwenye viungo wale ukabaji ndipo ulikuwa unawakuta kina Waleedine Khidir, Salahaddin Adil, katika kuimarisha katika ngome yao au tuseme safu yao ya kiungo cha ushambuliaji na mshambuliaji kinara. Matokeo yake Al Hilal Omdurman kwenye hatua ya makundi waliongoza kundi lao wakifuatiwa na Mamelodi Sundowns ambao mwisho wa siku walitoa ubingwa. Kati ya wale ambao walikuwa wamewezesha mpaka wakaongoza kundi ni pamoja na Jean-Claude Girumugisha, alikuwa akicheza vizuri sana katika mfumo huu. Unapokumbushia Mamelodi Sundowns, mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, baada ya kushinda katika mechi ya finali dhidi ya FAR Rabat ya Morocco, basi Mamelodi katika safari yao hawatasahau kwamba walipokutana Al Hilal Omdurman walipoteza mchezo mmoja kwa mabao 2-1. Nyumbani mechi yao iliisha kwa sare ya 2-2. Hawakupata ushindi wowote dhidi ya Al Hilal Omdurman kwenye kundi lao, na Al Hilal wakawa vinara. Sasa kwenye kufungwa kwao mechi moja wapo wakifungwa 2-1 wakiwa ugenini, bao alilifunga Jean-Claude Girumugisha. Lakini kuna mechi nyingine tena Al Hilal Omdurman wakicheza dhidi ya MC Alger walipata ushindi wa mabao 2-1, na bao moja wapo ilitokana na assist kutoka kwa Jean-Claude Girumugisha. Matokeo yake
Katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu yeye alicheza mechi 7 ambapo kati ya hizi Jean-Claude Girumugisha alichangia mabao 2 kwa kufunga bao moja hilo dhidi ya Mamelodi Sundowns, akitoa assist katika mechi dhidi ya MC Alger miongoni mwa mchango wake. Lakini ukiondoa mabao na assist, amekuwa na purukushani nyingi za kuletea matokeo mazuri Al Hilal Omdurman katika kutimiza mipango yao. Kwa mfano, hii assist ilitokana na cross katika mechi dhidi ya MC Alger na kisha Omar Abdelaziz akaweka mpira wavuni. Lakini kwa ujumla kwenye mechi hizi 7 alicheza kwa dakika 570 kuonyesha ni kwa namna gani ni miongoni mwa wachezaji muhimu, nyota wa kutumainiwa katika klabu ya Al Hilal Omdurman. Na nini alifanya? Aligusa mipira mara 198. Yeye ni kiungo shambuliaji. Katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye makaratasi alikuwa akionekana kutokea upande wa pembeni kushoto. Kasi, uwezo wa kupiga chenga, mashuti ni mtaji wake. Kugusa mpira mara 198, akatoa pasi 64. Kati ya hizi pasi 34 zilifika, na miongoni mwao kulikuwa na pasi 26 kwenye opposition half, kwenye nusu ya pili ya uwanja waliko wapinzani wao. Lakini Jean-Claude Girumugisha sio hilo tu, akapiga mashuti. Alipiga mashuti 16, kati ya hayo 4 alilenga shabaha, akafunga lile bao moja na kutoa assist. Ikumbukwe yeye kazi yake kubwa ni kutengeneza fursa za mabao kufungwa. Sio mshambuliaji kinara, lakini hutokea pembeni. Fursa inapotokea ndipo anafanya attempt, majaribio ya kufunga, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kupiga mashuti ya kuwa tishio kwa makipa wa timu pinzani. Lakini mbali na haya, alifanya dribbling ikiwa ni miongoni mwa uwezo wake mkubwa. Dribbling alifanya mara 29 na kati ya hizi mara 16 akafanikiwa, ambao unaweza kusema ni ufanisi wa 55%. Anapokokota mpira, anapojaribu kupiga chenga, hufanikiwa Jean-Claude Girumugisha. Lakini timu inapokuwa imepoteza mpira katika kuupigania, majukumu ya kuzuia, inapokuwa defensive, yeye si mvivu. Ni miongoni mwa wachezaji wanaotumiwa sana katika kupoka mipira kutoka kwa wapinzani kurejesha katika himaya ya timu yake. Na ushahidi ni kwamba alifanya ball recovery, kurejesha mpira kwenye himaya ya timu yake kwa mafanikio mara 24. Lakini tackling alizifanya 4 katika mechi hizi 7, interceptions alizifanya 3, lakini pia clearances, kuosha mpira, kubutua katika eneo hatarishi, alifanya mara 1, kwa maana clearances. Huyu ni Jean-Claude Girumugisha ambaye kama kweli atatua Yanga kwa mchango wake huu kwenye timu, yeye akiwa miongoni mwa wale wanaovuruga mno safu ya ulinzi ya timu pinzani kutokana na kasi yake na kutotabirika kwamba anapiga cross au anafanya majaribio ya kupiga mashuti kwa kutumia goli lake la kulia akitokea kushoto kama inverted winger. Manake Yanga itakuwa imejiongezea silaha nyingine kwa ajili ya kutimiza mipango yao kimataifa, kwa sababu akiwepo Girumugisha kwa mfano, yupo na Alan Okello kwa mfano, yupo Mudathir Abbas kwa mfano, yupo Prince Mpumelo Dube kwa mfano, yupo Peodo Pacome Zouzoua. Ni dhahiri kwamba hao ni baadhi ya wachezaji eneo la juu ambao wakiungana na Clement Mzize Walid kwa mfano, amepona na kurejea akiwa fiti, Mzize yule anayefahamika, bila shaka Yanga itakuwa imeongeza sana uimara wake katika eneo la juu, na hivyo kuiongezea nasibu ya kufanya vizuri katika michuano mbalimbali kwa 2026 2027, ikiwamo michuano ya CAF pindi watakapopeperusha bendera ya Tanzania katika michuano ya kimataifa. Swali ni kwamba je, ni kweli Girumugisha atatua Yanga? Maana changamoto mojawapo ni juu ya gharama zinazotajwa kwamba Yanga ama timu nyingine yote ikitaka kumpata basi iwe na mfuko ulionona haswa ili kumchomoa kutoka Al Hilal Omdurman. Changamoto nyingine ni kwamba kile anachokionyesha Al Hilal Omdurman kama kitua Yanga basi kukiendeleza, kwa sababu ndani ya Yanga ushindani wa namba na hasa katika nafasi anayocheza yeye upo wa juu, kwa sababu kuna wachezaji wengi wenye kipaji cha hali ya juu ndani ya Yanga, bila kumsahau Maxim pia Zengeli. Lakini pia changamoto kubwa kwa Yanga ni juu ya kushinda vita hii, hata kama wamejipanga kiuchumi, kifedha ili kumnasa nyota huyo wa kimataifa kutoka Burundi, basi bila shaka wajipange pia vita kutoka kwa timu nyingine mbalimbali ambazo nazo zinatajwa kufanya harakati za kumpata, kumchomoa kutoka Al Hilal Omdurman, zikiwamo timu kutoka kaskazini mwa Afrika na maeneo mengine ya barani Afrika na nje ya Afrika. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data.
Shukran jazilan, bye bye.